Yes, bana, ukubali ama ukatae, Young Africans kwa sasa ni next level katika timu zote ambazo zinacheza ligi kuu ya Tanzania bara. Quality ya kikosi, quality ya wachezaji, talenti kwa wachezaji. Yes, Young Africans anasema Oscar ya kwamba Yanga ndiyo timu namba moja kwa sasa Tanzania na ndiyo role model wa klabu zote nchini Tanzania kwa aina ya uchezaji, kwa wachezaji walioko kikosini. Kwa hiyo ukubali ama ukatae, yes, tuambie Young Africans ndio timu bora kwa sasa nchini Tanzania. Yes, bana, hatimaye mchezo wa marudiano wa Young Africans dhidi ya mabingwa muda wote wa ligi mabingwa barani Afrika Al Ahly kutoka nchini Misri umetamatika, wao wakivuna alama 3 nyumbani, Al Ahly, Young Africans wakivuna alama 1 nyumbani, kwa maana kwamba michezo miwili wananchi wameambulia alama 1 pekee, lakini Al Ahly wao wamevuna alama 4. Yes, hiyo haitakuwa sababu kubwa kwa sababu ya quality Young Africans, quality Al Ahly levels ni tofauti, lakini ukweli ni kwamba Young Africans ndiyo timu kubwa kwa sasa nchini Tanzania, ndiyo role model wa timu nyingi zote ambazo zinacheza kwa sasa ligi kuu ya NBC. Hapa timu nyingi zinatamani kufika level ambayo Young Africans kwa sasa wamefika, standard ambayo imewekwa na Young Africans kwa sasa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni next level kabisa, ambayo inashawishi pia timu zingine kujifunza na kutazama namna ya kucheza michezo ya kimataifa. Unatazama kikosi cha Al Ahly, pamoja na kwamba hawakuwa na mchezo mzuri sana, lakini Young Africans wameonyesha quality, wameonyesha ubora wa kucheza kimbinu, lakini wameonyesha ubora namna ambavyo wanaweza kukabiliana na timu ambayo ina kikosi bora. Unajua, wananchi sio kupata alama 1 pekee. Hii ni sare ambayo wao wenyewe hawajaifurahia, kwa sababu walikuwa wanaona kwamba uwezekano wa kupata alama 3 dhidi ya hao Al Ahly lilikuwa ni jambo linalowezekana, lakini sivyo bahati. Tutazungumza Ahly anapocheza ugenini anacheza kwa mahesabu makali zaidi, hasa anapokutana na mpinzani ambaye anajua uwezo wake, anajua ubora wa wachezaji wake, ni lazima acheze kwa target. Tazama ubora wa Al Ahly katika kufanya transition kwenye counter attack. Wanaposhika mpira ni wepesi mno kushambulia space za pembeni, wanajua ya kwamba mafullback watakuwa wamesogea juu, na ndio maana mara nyingi Al Ahly wanamtafuta mipira mingi Mohamed Trezeguet ambaye anacheza katika eneo la pembeni, kiasi kwamba wao wakiwa na mpira wanapiga mipira kwa haraka mno, hasa kwenye counter attack, ili mipira ifike pembeni, waende wakashambulie zile half space za wapinzani zinazokuwa zimeachwa na mashimo. Lakini pia mipira inapigwa nyuma ya walinzi, kwa sababu unapopiga mpira nyuma ya walinzi ni lazima wale wanaokimbia kwenda kuufuata ule mpira wanatengeneza mashimo kwa mpinzani. Mchezaji ambaye yuko free anachukua shimo, anakaa katika position ambayo ni bora. Lakini so far magoli yote mawili yamefungwa kutokana na ubora wa wachezaji wote kiwanjani. Tazama bao la kwanza la Young Africans, zimepigwa pasi nyingi katika eneo la penalty box, piga ni kupiga, mwisho wa siku wakafanikiwa kuscore. Lakini katika tukio la kona, Al Ahly pia katika piga ni kupige, Shadak Boka akawa amecheza ule mpira vibaya kwa kichwa, mwisho wa siku Aliou Dieng anasetiwa, ana score na mechi inamalizika kwa bao 1-1 kwa pande zote mbili. Lakini tumeshuhudia mchezo mzuri. Young Africans wamecheza katika quality hali ya juu, wameonyesha uwezo mkubwa, na yes, Young Africans bado nafasi ya kusonga mbele ipo, kwa sababu wanashika nafasi ya pili kwenye kundi wakiwa wamefikisha sasa alama 5 katika michezo 4 ambayo wamecheza ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kituo kinachofuata, wananchi wanamfuata FAR Rabat nchini Morocco kwa ajili ya kucheza mchezo wa raundi ya 5. Baada ya hapo Young Africans watakuja kumalizia mechi yao ya mwisho Benjamin Mkapa. Hii ndiyo mechi ambayo itaamua hatma rahisi zaidi kwa Young Africans, wakati wakisubiria mchezo wa usiku ambao FAR Rabat watakuwa wakiwakaribisha JS Kabylie katika uwanja wa nyumbani. Kumbuka, anayeburuza mkia kwenye kundi ni JS Kabylie, lakini so far Young Africans wameonyesha performance bora sana kwenye siku ya leo. Yes.